Kwa niaba ya uongozi wa benki ya NMB, napenda kutumia nafasi hii kuishukuru halmashauri ya wilaya ya Ileje kwa ushirikiano mzuri ambao tumekuwa nao mpaka kufikia leo tunapokamilisha zoezi hili. Hili ni zoezi moja la vipaumbele vyetu muhimu kama taasisi katika kuhakikisha kwamba tunashirikiana na serikali katika utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazoikumba jamii yetu, hususan kwenye masuala ya elimu. Hili ni kutokana na ukweli kwamba elimu ni moja ya nguzo kuu ya maendeleo kwa taifa lolote hapa duniani. Tunatambua juhudi za serikali na juhudi mbalimbali za makusudi zinazofanywa na serikali katika kuboresha mazingira ya elimu nchini. Tunayo kila sababu ya kuipongeza serikali kwa hili. Pamoja na makubwa yote ambayo serikali yetu inaendelea kuyafanya, sisi kama wadau tuna wajibu wa kuunga mkono juhudi hizi za maendeleo kwa kusaidia jamii yetu, kwani ni jamii hii inayowezesha benki ya NMB kuwa hapa ilipo, yaani kuwa benki yenye maendeleo kuliko benki yoyote hapa nchini. Kwa hili naomba kuwashukuru sana. Ni faraja kwa benki yetu ya NMB kushirikiana na serikali katika kuboresha mazingira ya elimu hapa nchini. Hivyo basi leo tumekusanyika hapa ili kukabidhi vifaa kwa ajili ya shule hizi za msingi Ibezia na Ipapa hapa Ileje mkoani Songwe. Vifaa hivyo nitakavyokabidhi leo vina thamani ya shilingi milioni 11 ambavyo ni pamoja na mabati 128 kwa ajili ya shule ya msingi ya Ibezia, lakini pia vitanda na magodoro 50 kwa ajili ya shule ya msingi Ipapa. Kukabidhi vifaa hivi leo ni kuthibitisha mmoja wa ushiriki wetu katika maendeleo ya jamii, na sisi kama benki inayoongoza Tanzania tunao wajibu wa kuhakikisha jamii inayotuzunguka inafaidika kutokana na faida tunayoipata. Kupitia juhudi zetu za kusaidia jamii, benki ya NMB imeweza kutambuliwa kimataifa kama kinara wa uwajibikaji katika jamii Tanzania mwaka 2025 na jarida la Global Banking and Finance lenye makao yake New Jersey, Marekani. Benki ya NMB itaendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kutatua changamoto za jamii, hususan katika kuboresha huduma za elimu na afya. Vile vile nitumie nafasi hii kuishukuru ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ileje na watumishi wote wa halmashauri ya wilaya ya Ileje kwa kujituma katika kuhudumia wananchi wa wilaya hii. Baada ya kusema hayo, sasa ndio tayari kukabidhi vifaa hivi kwa niaba ya shule ya msingi ya Ibezia na Ipapa. Nishukuru kwa sababu baada ya shule ya Ibezia, shule ya msingi, kuzuiliwa na upepo majengo kadhaa, mimi binafsi nilitembelea hiyo shule, na baada ya kuona hiyo changamoto, tulikuwa katikati ya utekelezaji wa bajeti ambayo isingekuwa rahisi pengine kupata fedha ya kununua bati, misumari na mbao ili watoto wetu pamoja na walimu waweze kuendelea na kazi. Na wazo lililolijia mara moja ilikuwa ni kwamba tuna wadau wetu muhimu sana wa maendeleo ambao ni NMB, na nilifahamu kwamba katika NMB wana vifungu ambavyo vinaruhusu kusaidia maendeleo ya jamii na hasa kwenye sekta ya elimu. Baada ya kumwona mtendaji mkuu wa NMB na kumweleza changamoto na kumwonyesha picha za shule ya msingi Ibezia, alichoniambia, alisema wasiliana na mheshimiwa mkuu wa wilaya, yeye pamoja na mtendaji wa halmashauri waweze kutoa taarifa na kueleza mahitaji yao, alafu wapitishe kwenye taratibu za kawaida, watatusaidia. Haya ndio matokeo yake, bati tumepata na kazi inaendelea kule. Lakini pia wametukabidhi vitanda 50 kwa ajili ya shule ya Ipapa
ambayo ni shule yenye mahitaji maalum. Kwa hiyo vitanda hivi vitasaidia sana, na niwashukuru wawakilishi wa mtendaji mkuu ambao leo changamoto kubwa tuliyokuwa nayo tumeshaitatua. Mimi nadhani nitaongea pia nitakapokuwa na wasilisha taarifa ya ujumla, lakini pia mwakilishi wa mtendaji mkuu wa NMB tulipata changamoto pia kubwa. Shule ya msingi Ilanga pia ilipata changamoto hiyo, na tayari tuliongea na mtendaji mkuu. Nadhani tulishapeleka maombi kuona namna ambavyo NMB kama mdau na wadau wengine wanaweza kutusaidia pia katika changamoto hiyo ya kurejesha hali ya shule kama ilivyokuwa. Niwashukuru sana sana kwa kazi kubwa mnayofanya kuisaidia jamii, na niwakumbushe wanaileje kwamba benki ya NMB nadhani ndio benki inayoongoza katika Tanzania katika kufanya vizuri, lakini pia serikali ya Samia Suluhu Hassan ni mbia mkubwa wa benki ya NMB. Kwa hiyo niwashukuru NMB, muendelee kuwa pamoja na muendelee kutusaidia, na washukuruni sana. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wa NMB, kama ambavyo wanaposema kwamba NMB karibu yako. Ile karibu yako inamaanisha na sisi Wanaileje imeweza kutufikia. Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea fedha shilingi milioni 158 kwa ujenzi wa bweni kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, na hiyo bweni tayari limekamilika. Sasa ili liweze kutumika lazima vipatikane vitanda. Kwa hiyo kupitia mheshimiwa wetu mbunge na ofisi yangu mimi kama mkuu wa wilaya tulipeleka maombi yetu yamepokelewa, na leo tumeweza kupata vitanda 50 kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Lakini tulipata na changamoto pale Mbezia, madarasa mawili yaliyozuiliwa, na wenyewe pia tuliwaomba, na leo hii wametuletea mabati 128. Tufikishie salamu zetu kwa mtendaji mkuu kwa niaba ya serikali ya wilaya ya Ileje. Tunashukuru sana, tumefaidika sana. Kwa nguvu yenu hii imetufanya tusonge mbele na tuendelee na majukumu mengine badala ya kufikiria kwamba hatuna vitanda ama mabati yamezuiliwa. Lakini naamini kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesema kwenye shule yetu ya Ilanga, kwa sababu anasema unaposhukuru manake unaomba tena. Bado msichoke, kwa sababu ndiyo benki ambayo iko karibu kwa wananchi na mnafanya kwa vitendo. Hata mwaka jana mliweza kutuletea kompyuta 25 tumepeleka kwenye shule ya msingi pale Mpakani. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, wala msichoke. Asanteni sana, tunawashukuru sana. Naitwa Nganile Mwakyusa, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ibezia. Mwaka jana ilikuwa ni mwezi wa Oktoba, tulipata majanga. Ilikuwa ni mvua kali zilikuwa zimetokea pale kijijini, ambapo kwa asilimia kubwa upande wa pale shuleni tuliathirika zaidi, ambapo yaliezuliwa madarasa mawili pia na baadhi ya nyumba za walimu pia zilipata madhara. Lakini tulipotoa taarifa kwa viongozi, tunashukuru walikuja haraka sana, walikuja wakatuona, kwa sababu walijua ilikuwa tumeathirika kwa kiasi gani. Pia baada ya hapo ndipo walipoanza kutufuatilia, wakaendelea kutujulisha taratibu ambazo walikuwa wakizifanya.
ambapo walikuja wadau wao NMB pia kuja kutuona, wakafanya tathmini na mwisho wa siku tukawa tumepata msaada huo wa bati 128 ambazo leo hii tumezipokea. Tunawashauri pia mabenki wengine au wadau wengine wowote wale wa kielimu wasisite kutoa misaada pale tunapopata majanga mbalimbali katika mashule. Sio lazima tu majanga yatokee, bali tu hata kuja kwa hiari kwamba wanatusaidia kile ambacho tuna uhaba nacho, kwa mfano miundombinu ya vyoo. Jina naitwa Ipiana Fabiani Mwepasi, mwalimu mkuu msaidizi shule ya msingi Ipapa. Shukuru kwamba NMB wametusaidia kutupa hivyo vitanda 50 na magodoro 50. Uhitaji wetu, tuna mabweni mawili kwa ajili ya jinsia ya kike na ya kiume. Bweni moja bado hatujapata vitanda, tunaomba watakapowiwa waweze kutusaidia ili watoto waweze kufanikiwa kukaa mahali palipo safi na salama. Watoto tulionao mpaka saizi wako 60, lakini tunatarajia kwamba watakapokusanywa kutoka sehemu mbalimbali za wilaya wataongezeka, watakuwa zaidi ya 100.